Bwana, kwenye hali ambayo sio ya kawaida, usiku wa kuamkia leo, namaanisha leo asubuhi, mtu mzima Jay Melody ameandika ujumbe ambao kwa namna moja au nyingine umezua taharuki kubwa sana, huku akizijibu tuhuma ambazo zimekuwa ziko raised na watu mbalimbali kwamba ushiriki wake wa ngoma na Diamond Platnumz, ile ngoma ya Mapozi, miongoni mwa ngoma ambazo zimeenda vizuri kinoma noma, ni kama amedrop katika ile kiwango ambacho watu wengi walimdhania kwamba Jay Melody anaweza akafika kutokana na uwezo wake. Hivi karibuni tunaona tuhuma za wasanii wengi ambao wakiimba nyimbo na Diamond Platnumz hawapigi hatua yoyote ile, wanabaki pale pale walipo. Wengine wakisema kwamba Diamond Platnumz anakuwa anakuweka katika level ambayo ya standard, kwa hiyo watu wengi wanashindwa kuhimili ile level kwenda sehemu nyingine. Ili alishawahi kuliweka wazi kwenye miongoni mwa interviews ambazo amekuwa akizifanya Diamond Platnumz kwamba yeye hachukui nyota ya mtu yoyote yule, lakini anashindwa kwenda na standard ambayo amekuwa akiweka. Sasa bwana, Jay Melody hivi karibuni watu wamekuwa akimsema kinoma noma kwamba ushiriki wake katika ngoma hiyo ya Diamond ya Mapozi Remix umefanya kwa namna moja au nyingine nyota yake kupungua. Jay Melody ameamua kwenda mbali sasa na kuamua kuwajibu watu kwamba jamani, hivyo mnavyodhani sio, lakini mnachofanya pia sio kitu kizuri. Kiufupi, Jay Melody ametokwa na povu zito sana kuwapelekea mashabiki na wadau mbalimbali wa muziki ambao tuhuma za kwamba Diamond Platnumz amechukua nyota yake. Jay Melody leo kupitia katika Insta story yake aliandika vitu vifuatavyo, jambo ambalo lina raise concern na kusema kwamba jamaa anaweza kawa ana stress nzito sana. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu hii pendwa ya Nyayo TV, ni vyema kubonyeza kitufe cha alama ya subscribe ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya wa YouTube channel yetu hii pendwa. Haya maneno ambayo ameandika Jay Melody na nukuu kama alivyoandika katika ukurasa wake wa Instagram: kama ni wewe ni mtu unayeamini mimi nimechukuliwa nyota yangu, sijui usisikilize mziki wangu, na kama ulikuwa husikilizi, endelea. Mnanifanyia bullying kwenye comments, mnatengeneza clips, mnanifuata DM ili tu nisiwe sawa. Kwa hiyo sanaa yangu ikifa ndo mnataka ndo nitakuwa sawa? Au don't do this to me. Mmekubali kuniacha, lakini hiyo haimaanishi kwamba siwezi kuwa Jay. Akaweka alama ya asante. Kwenye inayofuata anaendelea anasema mnanihofia sana alafu bila sababu. Mimi siishi dunia mnayoishi nyinyi. Sifanyi mziki kupata mademu, kuwa namba moja, wala kuwa mvuta bangi kama nyinyi. I am doing this kwa sababu mimi ni maskini sana kwetu. Nafanya mziki nipate pesa ya kuzilea familia zangu. Mimi sio mshamba kama nyinyi. Mmenitafuta sana, mmenikosa, sasa mmepata cha kunishushia. Hiyo korabo imewauma sana. Si mlikuwa mnapiga debe wapewe wasanii wenu? Hamofi na wao watachukuliwa nyota? Acheni hizo. Mwisho wa kunukuu. Hapa Jay Melody anazungumza vitu vingi sana, akihighlight kwamba wanachokifanya sio jambo zuri. Wanatuma comments, wana DM nyingi, wanatengeneza clips ambazo zinaonyesha kwamba yeye amechukuliwa nyota yake, lakini ameenda mbali akisema kwamba wanachokifanya kinaharibu career yake. Kikiharibu career yake kisha kufa, wao wanapata nini? Wanafaidika nini hao watu ambao wanafanya kwa namna hiyo? Lakini ameenda mbali zaidi akasema kwamba yeye afanyi mziki kwa ajili ya mademu, afanyi mziki kwa ajili ya kuvuta bangi, lakini dhumuni lake kubwa ni kuhakikisha kwamba mziki huu ambao anaufanya kwa namna moja au nyingine unamletea kipato ambacho anaweza kuziendesha familia zake na mambo mengine yakaenda vizuri kabisa. Lakini pia ameenda mbali akasema kwamba yeye sio mshamba, na watu ambao wanafanya hivyo ni miongoni mwa watu ambao wanawapambania wasanii wao wapate collab na Diamond Platnumz. Kwa hiyo akaenda mbele na kusema kwamba amuogopi au wasanii wenu nao kuchukuliwa nyota kama yeye ambao amechukuliwa kama vile ambavyo wanasema. Hii inaonyesha kiuhalisia kwamba Jay Melody kwa sasa
hali yake ya afya ya akili haipo sawa hata kidogo, jambo ambalo limempelekea hata kwenye akaunti yake ya Instagram amefuta kila kitu ambacho amewahi kukiposti au amekiachieve. Inamaanisha watu hawawezi kuona posti zake ambazo ameweka. Hili linamaanisha kwamba kitendo ambacho amekizungumza kinamnyimisha usingizi. Vitendo ambavyo wanamfanyia Watanzania na mashabiki wake na industry nzima vinamnyima usingizi, vinamfanya asiwe vizuri kisaikolojia. Hili ni jambo baya sana na linatakiwa likemewe kwa namna moja au nyingine, kwa sababu msanii anapotengenezewa mazingira ya stress anashindwa kufanya kazi zake vizuri, anashindwa kudeliver kile kitu ambacho jamii kinakihitaji na kinaweza kampelekea aweze kujiingiza kwenye stress za kijinga na kwenda kutumia vitu ambavyo katika jamii havifai kwa namna moja au nyingine. Ni wito wangu kwa wadau mbalimbali wa muziki, waache hayo mambo kwenye muziki. Wampe support kijana. Ni miongoni mwa talent ambazo ziko very promising na watu wanapenda sana ngoma zake kutokana na uwezo wake mkubwa sana wa uandishi mzuri sana na namna ambayo sauti yake anavyoweza kudeliver vitu. Hii ni Nyayo TV. Utaniambia hapo ni una maoni gani juu ya haya maneno mazito ambayo yamekuwa yamezungumzwa na huyu anayejiita Jay Melody. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu hii pendwa ya Nyayo TV, ni vyema kubonyeza kitufe cha alama ya subscribe ili uwe miongoni mwa wanafamilia wetu wa YouTube channel yetu hii pendwa. This is Nyayo TV. Thank you for your time. Until next time.